Lakini wamefika leo, na baada ya kufika wameleta tu barua, na baada ya hapo wameondoka, kwa maana kwamba hawakutaka kuzungumza kitu chochote, na wamesema kwamba hawako tayari kwa ajili ya mazungumzo. Na hata katibu mkuu wa TFF Kidau Wilfred alipotaka kuzungumza na CEO wa Young Africans Bwana Mtine, bado CEO alikataa kuzungumza na katibu mkuu wa TFF. Kwa hiyo TFF iko wazi kwamba kama wanasema wana madai, ofisi ipo na wafike ofisini kwa ajili ya hayo madai yote, kwa sababu sisi tunao uhakika, na ndio maana tulisema kwamba sisi tunawadai na vielelezo vyote vipo. Kwa hiyo wao wanataka tuendelee kuandikiana barua. Sasa hizi ni taasisi kubwa ambazo haiwezekani mkaishi kwa kuandikiana barua alafu mnaanza kuzisambaza huku kuzisambaza huku. Jambo dogo ni kwamba kama wewe unadai, maana yake ni kwamba umeitwa kwa ajili ya kuja kuhakiki hicho ambacho unakidai ama hicho ambacho unadaiwa. Kwa hiyo maana yake ilikuwa ni kitu rahisi tunapofika TFF uweze kukaa chini na TFF. Ni jambo la muda mfupi sana kuweza kufanya hiyo reconciliation, na kila mmoja ajue kwamba nafasi yake iko wapi. Sasa hatuwezi kuwa tunaendelea kuandikiliana barua hizi kama vile tunatuma posa huku na vitu kama hivyo. Haiwezekani jambo kama hili. Hizi ni taasisi ambazo kwa namna yoyote ni lazima ufanye kazi kwa namna ile ambayo inatakiwa, ambayo tumewaelekeza nini ambacho cha kufanya. Kwa hiyo wameondoka, wamesema kwamba hawako tayari kwa ajili ya kufanya jambo hilo, na mwisho wa siku wameacha barua tu. Of course barua yao kwa namna ambavyo ilivyoandikwa haina tofauti sana na kile ambacho kimekuwa kinazungumzwa. Kwa hiyo mwisho wa siku jambo liko pale pale kwamba wafike TFF kwa ajili ya reconciliation. Status ya TFF na Yanga kwenye madai ikoje? Ni afisa habari wa shirikisho la soka nchini Tanzania Clifford Malion Ndimbo akizungumza na waandishi wa habari siku ya leo na kujibu kile ambacho ameulizwa kuhusiana na Yanga Afrika kufika katika siku ya leo kwenye ofisi zao na kuangaza yale ambayo yapo. Nimependa zaidi pale ambapo wamesema ya kwamba hatuwezi kuwa tunatumiana barua kama vile tunatuma posa. Mbona kama kuna masuala ya kuoana? Mambo unagubu. Wanagubu baba. Yaani kwamba zile timu za Kariakoo hawana jambo dogo. Wanagubu. Ila nani anaongoza kwa gubu? Mbona kama hawa jamaa. Kuna nani anaongoza? Nani anaongoza? Hawa. Mafula. Mafula anaongoza. Mafula anaongoza kwa gubu. Hizi timu zote zinagubu na hilo atakuja kulijibu. Na unaweza kashangaa tena upande wa pili naye anasema ukajibu mapigo kwamba tunawasaidia kuwajibia shirikisho. Ila yani mimi kwa kweli nimechoka na hizi. Hamna kuchoka. Yaani nimechoka na hizo pata shida. Unajua kila siku tukija kwenye sports venue tunakuwa tunazungumza yale barua za posa, barua day, wamejibu. Hasa lakini kwa nini Andre Mtini ameingia mitini? Sasa tumsikilize na yeye. Kwa nini anasema nini huko? Hebu kwanza tuambie kidogo. Uko amenivuruga kidogo ya barua. Kwa upande wa mtendaji mkuu kusema ya kwamba sakata linaweza kuisha, lakini limetoa picha gani pia kwako wewe? Kwanza hili sakata limeingia kwenye sura mpya kabisa ambayo kila mmoja amebaki kuwa anashangaa kwamba nini ambacho kitaendelea. Haijulikani mpaka sasa hivi labda linaweza likaisha vipi kwenye hili sakata, kwa sababu hili sakata linazidi kuibua mengi madudu ambayo yalikuwa yamejificha. Kama alivyosema Mwayombo, msimu huu kwenye hichi ambacho wanakifanya Yanga, licha watu wengi sana kuwa wanakibeza, kinaweza kikawa mkombozi wa baadhi wa virabu vingine msimu ujao, kanuni kutumika na sio kutumika kwenye maamuzi ya busara. Yanga wanaweza kuwa ndo wakombozi wa soka la Tanzania kwa hii ishara ambayo wanaionyesha sasa hivi, kwa hichi ambacho wanakipigania sasa hivi. Lakini kusema kwamba kuna muafaka ambao utapatikana ni ngumu zaidi kupata muafaka kiwepesi kwenye jambo kama hili. Kitu ambacho nakuja kukiona mwanzoni kabisa ni kwamba jinsi gani ambavyo Yanga wao wamereact kwenye tukio kama hili. Jinsi gani ambavyo Yanga wao wanawasilisha yale mahitaji yao mbele ya chama cha soka Tanzania TFF. TFF wao waliwaita Yanga mezani wakae waweze kuyazungumza ya mambo na waweze kwenda na mtu wao wa fedha kwa ajili ya kuweza kwenda kupigana mahesabu na kujua ni kiasi gani cha pesa ambacho Yanga wanawadai na wao kiasi gani ambacho walikuwa wanawadai Young Africans. Lakini Young Africans leo hii wamekuja na kitu kipya zaidi. Hawahitaji mazungumzo na mtu yoyote. Kitu ambacho wamekiainisha wao ni zile invoice zote za wao ambazo walikuwa wanatakiwa wanazowadai TFF. Wameziweka hadharani na kuonyesha kwamba sisi tunadai kwenye hili na hili na hili na hili. Tunachokihitaji sisi ni pesa yetu ambayo tunawadai TFF. Na nyinyi kama mna deni lolote ambalo mnaamini kwamba sisi
deni lolote ambalo mnaamini kwamba nyinyi TFF mnatudai sisi Young Africans, Ndio. leteni invoice mezani kwamba sisi tunawadai kwenye deni 1 2 3 4 5, sisi tutawalipa. Ni kitu ambacho mimi nadhani kipo wazi kabisa, lakini pia TFF mimi nadhani kwamba kumbukumbu watakuwa wanazo. Jana katika barua yao walisema kwamba walipokea barua kutoka Young Africans ambayo ilikuwa inasema kwamba pesa zao za ubingwa zikatwe yale madeni ambayo Yanga wanadaiwa pale TFF. Ndiyo. Kama barua ipo, ili mradi kukata mzizi wa fitna wa jambo hili, inapaswa itoke hadharani, watu wapate kujua kwamba kweli ushahidi ni huu hapa na barua ni hii hapa, ili mradi haya mambo yasizidi kuwa makubwa, lakini kwa huku nakoelekea yatazidi kuvumbuka mengi kama leo hii. Kwa hiyo Nira, ngoja kwanza, kama sijakuelewa vizuri, maana Mwayombo yeye amesema katika hili Yanga ndio ambao kuna namna wamepinda hivi, wanaonekana kama hawana heshima hivi kwa TFF. Kwako wewe unaona nani ambaye analifanya hili litokee na pengine ana makosa katika hili? Mimi naamini kwamba hao wote wana makosa kwenye hili. Kila mmoja anatumia ubavu wake kwenye eneo ambalo yupo. Yanga yeye anajiamini yupo sahihi kwenye kile ambacho anakifanya, na TFF pia wanajiamini wapo sahihi kwenye kile ambacho wanakifanya, na ndio maana nikasema kwamba kuna madudu mengi ambayo yamekuwa yanajificha sana kwenye mambo kama haya, lakini madudu hayo yanakuja kutokea kwenye nyakati ambazo kuna mgogoro mkubwa kama huu, na ndio maana tunasikia mengi ambayo yanaibuka kutokana na sintofahamu ambazo zinaendelea pale ndani ya TFF. Leo hii ninaweza nikakukamata hata wewe Isa Suleiman nikakuuliza bwana, labda mshindi wa FA Cup, wewe mwanahabari wa michezo, unajua anachukua kiasi gani? Hamna anayejua. Huyo Clifford Mario Ndimbo mwenyewe ameshindwa kujibu. Je, kwa nini ameshindwa kujibu mbele ya wanahabari? Kuna siri gani ambayo inajificha nyuma ya hichi kitu? Kwa hiyo labda kuna siri nyingine ambayo inajificha nyuma ya hichi kitu. Leo hii tunaweza tukaja kuambiwa kwamba labda bingwa kwenye makaratasi haya inaonekana Mwayombo anachukua labda milioni 10, lakini kwa upande wa mdhamini Ali kaja kuambiwa kwamba bwana bingwa anachukua milioni 70. Ushanielewa? Kwa bado kuna mkanganyiko mkubwa sana kwenye hili swala, na ndio maana Young Africans unaona kabisa kwamba wameshasema hawahitaji kukaa chini kufanya mazungumzo ya mtindo wowote ule. Yanga wanaamini wana haki kwenye kile ambacho wanakidai. Ndio. Lakini TFF pia wanaamini wana haki kwa sababu Yanga kuna ushahidi wa maandishi ambao waliandika barua kwenda TFF kwamba pesa zetu za ubingwa kateni kwenye madeni ambayo mnatudai sisi, lakini inapoainisha Yanga wamekosa pesa za ubingwa kwenye misimu mitatu. Je, ndani ya hiyo misimu mitatu ina maana kwamba Yanga madeni ambao wanadaiwa na TFF zile pesa hazibaki kiasi chochote kile? Kama hazibaki, basi TFF wanapaswa kuja na taarifa ambayo inaelezea kila kitu, kwa sababu kama barua ipo, ushahidi wa kimaandishi ambao Young Africans walituma kuelekea pale TFF wakiainisha kwamba madeni yao yakatwe kutokana na pesa ambazo wamechukua ubingwa, wanapaswa kuiweka hadharani ili mradi haya yani huu mtafaruku uweze kupata yani uweze kupata taswira ambayo inaonekana ni kuwa nzuri na kuwa na muendelezo ambao unaonekana kuwa mzuri, lakini la si hivyo kwenye hichi ambacho tunakiona sasa hivi hakiwezi kupata muafaka ambao ule sisi tunautarajia, kwa sababu ligi mpaka sasa hivi haijatamatika. Young Africans bado ameendelea kushikilia bomba lake kwamba mimi sichezi, na bado kuna madai yangu ambayo nayahitaji pale TFF, nahitaji kulipwa. Lakini TFF wao wanakuja mbele ya hadhara, wanashindwa kutoa kile kitu ambacho Watanzania wanatamani kukisikia. Jana niliwaambia tumetumia nguvu kubwa sana kutengeneza brand ya mpira wa Tanzania na kuisogeza ligi yetu kwenda mbele, lakini kuna makosa machache ya watu ambao hawana weledi wa football yanakuja kuangamiza hili soka la Tanzania tusipokuwa makini, kwa sababu hivi vitu vinavyoendelea sasa hivi ni kuzidi kulichafua soka letu. Kila kukicha soka letu limekuwa na story mpya kwenye mitandao ya kijamii. Jana ilikuwa ni siku ya barua, ikapita. Leo imekuwa siku ya watu kwenda kupeleka barua na sio kufanya kikao ambacho kingeweza labda kuleta muafaka au mjadala. Basi okay fine. Wenye mamlaka ya soka Tanzania TFF wao wanapaswa kutoka hadharani kueleza Watanzania wanakaa kusikiliza kitu gani ambacho kinajiri pale TFF. Kitu gani ambacho kinatokea kutokana na haya mambo yanayoendelea, lakini wao TFF pia wanashindwa kuwa na majibu. Sasa tunashindwa, kuna muda tumuelewe nani. Yanga je, ana haki ya kudai ama TFF hadaiwi kitu chochote na Young Africans? Na kama Yanga ana haki ya kudai, je, madeni ambayo Yanga wanadaiwa na TFF yametokana na nini? Mbona TFF wanashindwa kuainisha kwamba bwana tunadai labda kibali cha mchezaji fulani kiasi fulani cha pesa, kuna usajili wa timu yenu wa wanawake kiasi fulani cha pesa, kiasi hiki kilifikia hapa na pesa ambayo mlitakiwa muipate ya ubingwa ni kiasi fulani, ikapelekea sisi tukate kile kiasi na mlichobakiwa nacho ni hichi, tunawawekea kwenye account yenu. Lakini mpaka sasa hivi Young Africans wamegoma kufanya kitu chochote kile. Wanachokihitaji wao ni kupata stake zao, na TFF wanashindwa kutoka hadharani na kutoa majibu ambayo yanaeleweka. Hili sio swala ambalo lilikuwa linahitaji sana vikao. Hili lilikuwa ni swala ambalo wanaweza kulifinalize wao wawili, kwa kila mmoja kuweka hadharani kile kitu ambacho anaamini ni ushahidi
ushahidi tosha ambao unaweza kumsaidia. Uwezekani wao TFF kuwaingizia pesa zao ambazo wanadai Young Africans and then wao Young Africans wakalipa madeni hayo ambao wanadaiwa na TFF. Shida kila mtu haamini kwenye hilo. Unajua TFF wao wanachoamini wanasema kwa mujibu wa barua. Young Africans walikuwa wanawaandikia barua kwa maana kwamba pesa ambazo wanazidai zitumike kulipia leseni za wachezaji ambao wanawasajili. Kwa hiyo wao wanachodai kwamba Young Africans haidai TFF. Na kama wanaamini kwamba wanaidai TFF, jana waliandika barua wamtume mtu wao wa fedha kwenda kuhakiki fedha ambazo wanazidai TFF. Kwa hiyo wao TFF hawaamini kama wanadaiwa na Young Africans ndani ya misimu mitatu yote. Kama ulikuwa unasajili na watu wanasema kwamba hizo pesa zitumike kwenye usajili, kwenye kusajili hao wachezaji, kuwapa leseni hao wachezaji, maana yake inawezekana. Na kwenye barua ya Yanga kama unakumbuka mwisho wanasema wanataka pesa ya ubingwa wa msimu uliopita na sio kwenye misimu miwili iliyopita. Kama wameiona ile barua vizuri ya Young Africans, na sio kwenye hiyo misimu mitatu tena. Kwa maana sio kwenye hiyo misimu miwili tena kama ambavyo ilikuwa imeandikwa hapo awali. Mimi nimeziona zote na bahati nzuri nimeona mpaka ule mchanganuo wa gate correction kwenye michezo ya CAF. Yes. Kwa hiyo kuna muda hivi vitu itabidi tuwe wa kweli. Ili mradi tufike kwenye nchi ya ahadi. Soka letu la Bongo na chama cha mpira wa miguu Tanzania kiache ujanja. Yaani kama tutaendelea kuwa na hizi janja hakuna tutakachokiokoa na zaidi tutazidi kupotea kwenye taswira ambayo tulikuwa. Kwa hiyo unasema ni janja kwanza. Unajua nisikilize basi kwanza Ali. Yaani unajua Ali, hebu nisikilize basi kwanza. Yaani nataka uunganishe na yaani nisikilize kwanza. Wewe nisikilize kwanza mimi mpaka. Nisikilize kwanza. Mimi nataka tujue kuhusu ujanja wa TFF. Ushanelewa Ali? Tuache huu ujanja. Hauwezi kutusaidia sehemu yoyote ile. Tunahitaji kusogeza mpira wetu kutoka kwenye hatua moja kwenda nyingine, lakini hivi vitu ambavyo vinatokea havina faida na afya kwenye soka letu. Actually tumezidi sana kuvilea hivi virabu. Matokeo yake yamekuja kuwa ni haya ambayo yanatokea sasa hivi. Vipo juu ya kanuni, lakini pia baada ya skendo hii ambayo inaendelea sasa hivi tumekuja kusikia kuna rumors nyingine. Bingwa wa ligi ya wanawake mpaka leo hii hajakabidhiwa kombe. JKT Queens. Tokea tarehe 25 Isa mpaka leo tarehe 10. Hizi zote ni janja za TFF. Ligi ya wanawake tangia ametoka ule mzamini wa bia. Sidhani kama kuna mzani. Wana NBC. No. Yaani issue umesikia? Ni championship ndio. Ali. Wanachokuwa nakizunguzia sio pesa ya zawadi. Kombe. Taji. Kombe si linauzwa. Kuna ngoja. Huyu anasemaje? Wewe unasema kombe likafanya. Huyu atakwenda kuchukua dukani. Hebu endeleeni kwanza. Ushanelewa Ali? Wakanunue kadi yako. Haya, leo hii pia tumetoka kupitia zile taarifa ambazo zinaainisha ligi ya daraja la kwanza ya wanawake. Ndio. Timu zinacheza mechi 3 ndani ya siku 3. Just imagine tunatengeneza afya gani za wachezaji wetu? Yaani ndani ya masaa 72 timu icheze michezo mitatu ya ligi. Kwa manufaa yapi? Na kuna timu zinatumia wachezaji 7 tu. Kwa sababu wachezaji wao wengine hawana vibali. Je, hichi ni chama cha soka gani ambacho kinasimamia mpira wa hivi? Tukumbuke kwenye mechi ya ngao ya jamii Simba kuna wachezaji walikuwa hawajakamilisha vibali. Kwa nini walifanywa mchakato wachezaji wao wakaweza kucheza? Tunaendelea pale pale. Chama cha soka kibadilike, la sivyo hatuwezi kutoboa. Tabora wamecheza na watu 7 dhidi ya Azam. Simba kuna mwaka wanaenda kucheza na Kagera, wachezaji 5 na umo mafua, mechi ikaahirishwa. Hichi ni chama chetu cha soka kinacholea hivi vitu. Turudi pale pale. Je, light kama Yanga wangekuwa na wachezaji 7 tu na wana mchezo unaofuatia dhidi ya Azam, TFF wangewaamuru Yanga wapeleke timu uwanjani? Lakini Tabora alienda kupeleka timu uwanjani akiwa na wachezaji 7 tu. Sasa tunakuja kuona ni jinsi gani ambavyo kuna baadhi ya sehemu chama cha soka kinaamua tu kwa mapendekezo yake kwamba bwana, wewe huna faida, labda utafanya vile ambavyo sisi tunataka. Lakini kwenye hivi vilabu viwili ikitokea kuna tatizo fulani, basi tutakaa chini tuangalie tunalisolve vipi, lakini sio kwenye hivi vilabu vingine. Soka aliendeshwi kwa ajili ya vilabu viwili tu. Na ndo maana leo hii kwenye mpira wetu Tanzania ikitokea Simba kapoteza mchezo hata kwa sare, inaonekana kama ni dhambi kubwa sana. Yanga kapoteza mchezo dhidi ya Tabora,
maneno mengi yalizuka as if kwamba Tabora hawakujiandaa vizuri au hawadeserve kupata matokeo dhidi ya Simba Sports Club au dhidi ya Yanga. Lakini pia hivi virabu vyetu navyo kuna muda vijitahidi basi kukaa kwenye mstari ambao upo mnyofu, kwa sababu kuna baadhi ya vitu vingine tunavyovifanya havina tija. Sasa hivi hatujakamilisha ligi, hatujui kama ligi itaendelea. Kesho kutwa tuna mashindano ya CHAN na sisi ndo tuna hosti. Nguvu zinazohangaika kutumika kwenye mwezi Juni kupushi mchezo zingetumika tarehe 8, wala hizi stories zingekuwepo na yawezekana tungekuwa tushamaliza hii ligi. Sawa, bana, au ni TFF pamoja na Yanga waga tu barua pale. Yani amefika tu akaikabidha, sio alikuwa dispatch au alienda tu akampa tu pale mtu muzika, akaibwaga tu barua, afu yeye huyo watu anasema watu wanataka pesa, what we need is our money. Mimi ninachokiamini ni kwamba inawezekana Yanga wako sahihi kwa sababu wanapambana kwa ajili ya maslahi yao, kwa maana ya kwamba wanahitaji pesa yao ya ubingwa kama ambavyo wenyewe wanaeleza. Lakini kwangu mimi sikuona haja ya Yanga kugomea kufanya kikao na TFF. Mimi naona Yanga wamekosea kugomea kufanya kikao na TFF. Yanga walipaswa leo waende wakatulie, wawasikilize TFF wanasemaje, kwa sababu walichokiandika TFF ni kwamba njooni na mtaalamu wenu wa fedha aje kuweka sawa kuhusiana na rekodi za fedha ambazo zimetumika na zile ambazo zipo. Kwa hiyo Yanga leo walipaswa kwenda pale kwa TFF, wakifika wakazungumze nao, na baada ya hapo wajue wanafikia mwafaka gani. Sikuona sababu ya wao kwenda kusema kwamba sisi hatutaki maelezo, tunataka pesa yetu. Sasa unaipataje hiyo pesa kama hayo maelezo hutaki? Sawa, ni haki yako. Sawa, ni haki yako. Mimi najua hivyo. Kuna haja gani ya wewe usikae kikao na TFF? Hilo naona wamekosea katika hilo. Lakini hawa TFF na wao, unajua kuna vitu vingine na wao wanafanya, sijui hata wanafanya kwa sababu gani, lakini kiuhalisia hivi, kwa nini hata kusema tu ule ukweli kwamba bwana pesa ya bingwa ni hii, kwa nini wao wanakataa? Kwa nini wasizungumze tu? Ameulizwa leo Clifford Malion Ndimbo, ameulizwa anakataa, anasema milioni 50 udhamini wa kipindi kile cha Azam, kipindi Azam wanadhamini ya mashindano. Pesa ya mdhamini milioni 50. Nisikize, tunaenda. Ndio sasa ngoja na mimi nimalize, alafu baada ya hapo uje uzungumze. Mimi nataja tu kiwango cha pesa, alafu utaendelea. Kiwango cha pesa ni milioni 50. Wakati mdhamini mpya anakuja, hakuna klabu ambayo ilipewa barua kuonyesha kwamba kiwango cha pesa ya udhamini. Sasa Ali, kwa nini huyo Clifford Ndimbo kwa nini asiseme? Kwani watu wanamuuliza, kwani pesa ikoje? Angesema haijabadilika, ni milioni 50. Kulikuwa na shida gani? Sasa yeye kwa nini anakataa kunanilio kusema hivyo? Yaani kulikuwa na shida gani? Yes, alipaswa aseme bwana, sisi mpaka sasa hivi hakuna kiwango ambacho kimepungua au kimeongezeka. Pesa iliyopo ni shilingi milioni 50 ya bingwa. Kuna shida gani? Shida iko wapi? Hakuna shida. Ndio alipaswa kusema hivyo. Na hata sikutaja haya maneno yao, haya mambo yao, ndio tunaona wao ni wajanja na wao hawako serious kwenye mambo yao, ndio tunaona hivyo. Ujanja uko kwenye engo gani? Mimi ndio ninachotaka. Yaani ujanja wake maana yake ni kwamba inawezekana pengine kuna kiasi hiki ambacho kinatoka lakini inayomfikia bingwa ni hii, na ndio maana wao hataki kusema ukweli. Watu wakisema hivyo utawaambia nini? Wao walipaswa kusema kwamba bwana, mpaka sasa hivi pesa ya bingwa bado haijabadilika. Pesa iliyopo ni shilingi 100,000 kwa bingwa, ni hii hapa. Watu wangekaa na wakawa wanajua. Mimi sijaona haja ya wao kukataa kutaja kiwango cha pesa. Yaani kwa nini wewe TFF usitaje ukasema ni ile shilingi milioni 50? Kwa sababu miongoni mwa swali ambalo waandishi wamemnganganiza sana, Clifford Ndimbo alijibu ni hilo, lakini hakutaka kujibu. Inawezekana kulikuwa kuna changamoto kwa afisa habari, lakini haimaanishi kwamba TFF nzima hawajui kiwango ambacho anakwenda kufikiria. Sasa umesikia? Acha kwanza. Kwani mara ngapi afisa habari anakwenda tofauti na taasisi inavyozungumza? Yaani kwa maana kuna kipindi nataka nikutolee mfano. Haji Sande Manara akiwa afisa habari wa klabu ya Simba alizungumza kwenye press. Then baadaye ikatoka taarifa kwa maana kwamba kile ambacho kimezungumzwa ni msimamo wa sio msimamo wa club, ile ilikuwa ni Haji yeye mwenyewe amezungumza. Kwa hiyo inawezekana tusitaki kwenda kuizungumzia vibaya
taasisi lakini mwisho wa ya siku makosa ya mtu mmoja. Mwisho wa siku ni kwamba unapozungumza ama unapopewa dhamana ya kuzungumza kuhusu taasisi fulani, Ndio. sisi tunafahamu hicho unachokizungumza ni msimamo wa taasisi, ndo maana yake hivyo. Kwa hiyo anapozungumza yeye Ndimbo, kuna siku hao ambao wako kwa ajili ya kusimama kuzizungumzia taasisi zao wanakosea, ndio maana pia huwa wanaenda maadili, wanafungiwa, wanaenda maadili, wanapewa, wanapigwa fine. Kwa hiyo katika hili unataka kusema Ndimbo amekosea? Inawezekana yeye alikuwa hajui au amekosea kutokuwajibu, kutokuwalisha wasikilizaji ambacho walikuwa nakitaka. Inawezekana kwa kutokujua au kwa kujua na amefanya makusudi, lakini utaratibu ambao mimi ambazo taarifa ambazo niko nazo, kwa maana kwamba kiwango ambacho bingwa anatakiwa kulipwa ni ile milioni 50 ambayo alikuwa analipwa yule ambaye alikuwa yule ambaye alikuwa mdhamini aliyepita ambaye alikuwa anailipa, na mara baada ya kuingia mdhamini mpya, ndiyo maana hakukuwa na taarifa ya aina yoyote ya kuonyesha kwamba zawadi zimekwenda kuongezeka kwa bingwa. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri ni kwamba mdhamini, ile pesa ya udhamini imeendelea kubaki vile vile. Sawa, lakini mimi namna ambavyo naona mpaka sasa, yani kadri siku zinavyokwenda ndivyo ambavyo Isa samani naomba nikusomee hii kutoka JKT Queens. Ndio maana nakwambia tunaendesha soka kiujanja sana, na kama tutaendesha hivi hatufiki. Taarifa kwa umma. Mimi huwa nashangazwa sana kadri siku zinavyokwenda, yani unasema labda leo kutakuwa na wepesi kidogo ambao unaonekana, lakini jambo ndo linazidi kuwa kubwa zaidi. Mimi jana mtafuta msemaji wa Mtibwa tupige naye story. Tobi tafuta tupige naye story. Kesho watu wakae tayari. Jana nilijua leo kwa kuwa watakutana Yanga na bodi na TFF kuja kujadili, nilifahamu ya kwamba mambo kidogo yangetulia, lakini mwisho wa siku ndo yamezidi kuwa makubwa zaidi. Na mimi ninachokiona wakati Yanga wanagomea wametoa taarifa ya kwanza kwamba hawatacheza mchezo wa dabi, nikasema mimi siwaoni Yanga wakicheza huu mchezo. Na sasa hivi hapa kila mmoja tunakubaliana hivyo kwamba ni ngumu sana Yanga kwenda kucheza huu mchezo wa Juni 15. Watu wengi sana, sio nyie. Wamekubaliana nani? Nyie sio nyie, watu wengi sana nasikia wanasema hivyo. Hawauoni huu mchezo wa Juni 15. Na mimi ninachokiona sasa hivi, huu mchezo wa dabi haupo kabisa msimu huu. Ndio kitu ambacho mimi nakiona. Yaani labda kama kwa msimu ujao. Ligi daraja ya kwanza bingwa alikuwa na. Lakini hicho mimi kitu nakiona. Simtibwa. Daraja la kwanza chana championship. Okay. Sio TANESCO. TANESCO icheza playoff. Tutamtafuta na bingwa wa ligi daraja ya kwanza. Tokea tutafute hao mabingwa tupige nao story. Ile TANESCO wana timu inataka kuja ligi kuu na watu waulize vipi? Mimi mwenyewe nitakuwa shabiki wa TANESCO kwa sababu TANESCO akija huko